Taarifa ambayo imetake line katika mitandao ya kijamii ni hizi taarifa ambazo zinazohusisha taifa la Uganda kuingia katika uchaguzi mkuu mwaka huu, hapa akiwa leo tarehe 15 ndio siku ya wananchi katika taifa hilo kuweza kupiga kura. Sasa kuna vitu vinaendelea au viliendelea kuzungumzwa kabla ya kuingia katika siku hii hapa ya leo, na moja kati ya kitu kingine ambacho kimezidi kushika kasi zaidi katika mitandao ya kijamii ni pamoja na kauli mbalimbali ambazo zimekuwa zikizungumzwa na watu wakuu au viongozi katika taifa la Uganda. Na hii hapa tena inasema kwamba mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Uganda Election Commission Simon Byakama amedai kuwa amepokea vitisho kutoka kwa baadhi ya viongozi wa juu wa serikali wasiotaja majina, yani majina yao hawajayataja. Vitisho hivyo vimeweza kumweleza kiongozi huyu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kumsindikiza kwamba asitangazwe Bobi Wine Robert Kyagulanyi kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais utakaofanyika tarehe 15 Januari 2026 hata kama atapata kura nyingi zaidi. Byakama amesisitiza kuwa atafuata matakwa ya wapiga kura na kutangaza matokeo kwa haki na uwazi kulingana na kura zilizopigwa. Hata hivyo, mtu anayefahamika kama msaidizi wa rais Yiga Kisakiamukama tayari ametoa kauli hadharani kupitia video inaendelea kusambazwa sana, akisema wazi kuwa tume ya uchaguzi haitawahi kumtangaza Bobi Wine kuwa mshindi hata kama atashinda kwa kura nyingi zaidi. Na hii ni nukuu yake, anasema usitarajie hata usifikirie siku moja kwamba Simon Byakama atatangazwa Bobi Wine kuwa rais. Naona bwana. Akaendelea kwa kusema kwamba Rais Museveni aliyoko kwenye kiti hataondolewa katika kiti hiko. Rais wa sasa hataondolewa katika kiti hiko. Usifikirie kamwe kwamba Museveni atatolewa kwenye kile kiti hata siku moja. Haya bwana. Hayo ndiyo mambo ambayo yanaendelea kutokea nchini Uganda, na siku hii ya tarehe 15 wananchi katika taifa hilo wanaamua nani kiongozi na nani ambaye sio kiongozi, lakini pia viongozi na wao pia wanaamua nani kiongozi na nani sio kiongozi, yani kimsingi vimeumana. Haya bwana, nisikuchoshe. Hii ni taarifa fupi tu. Kadiri ambavyo tutakuwa tukizidi kupata taarifa mbalimbali, tutakuwa tukiendelea kukujuza wewe mwana Afrika Mashariki na pengine hata popote pale ulipo. Wakati huu nikwambie kwamba unaweza ukashare video hii hapa, lakini pia unaweza ukasubscribe ili uwe sehemu ya familia, uwe unapata taarifa mpya kila wakati ambao tutakuwa tunazipandisha. Nikutakie wakati mwema hadi wakati mwingine. Kwa heri.